Picha yetu inaanza huko mjini China. Huyu hapa anaitwa Wei. Wei akiwa analichola ua katika dayari ya baba yake, na baba yake ambaye ni mwanasayansi anamwambia hakika ua hili ndilo ambalo litafuta haya makovu ambayo yapo katika sura zetu, na mwanangu utakuwa mrembo kama walembo wengine. Basi mwanasayansi huyu akaendelea na kufanya majaribio yake. Alichukua ngozi kidogo ya panya na baadhi ya dawa ambazo amezitengeneza na kuchukua kingozi kidogo kile na kukibandika katika kovu lake ambalo lilikuwa linamsumbua. Ajabu, ile ngozi ikatoa lile kovu ambalo lilikuwa linamsumbua, lakini ngozi hii iliendelea kuenea ndani ya mdomo wake na kufunga kinywa chote cha babake na Wei. Babake na Wei akatamani kukata mdomo, lakini kila alipojitahidi kuondoa kipande hiki kilimsumbua. Wei kwa fadhaa na jazba akataka kumsaidia babake kuondoa kipande kile, lakini mtoto huyu anajikuta kwa bahati mbaya anamuua babake. Miaka ikasogea na Wei amekuwa msichana sasa hivi na amekuwa genius kama alivyokuwa babake. Mungu sio Athmani wala sio Muntazilu. Binti Wei amepata fursa ya kwenda kuongezea masomo yake huko Switzerland. Kwa hiyo anajikuta anachukua begi lake hapa na moja kwa moja kuelekea huko Switzerland, na hapa amepokelewa na shangazi yake ambaye anaitwa Antorin. Huyu ni dada wa babake. Amemwambia hakika sina baba shangazi sasa hivi, kwa sababu sasa hivi niko single mother na namlea binamu yako ambaye anaitwa Angela. Kwa hiyo wewe na Angela mtakaa pamoja na mimi hapa nitawalea vizuri watoto wangu. Kwa furaha tele na upendo wote, shangazi akamtambulisha kwa binamu yake na binamu yake alimuona, na bidada aliingia chumbani na kuandaa sehemu ya ibada ya babake. Na wakati wa shule ulipofika, moja kwa moja hapa anafika mpaka shuleni na kumwambia bwana, jengo la shule liko sehemu gani? Huyu jamaa alikuwa anaitwa John, na John ombaomba akamwelekeza bidada, na bidada akaondoka moja kwa moja kuelekea darasani alipoelekezwa, na alifanya mtihani kidogo, na baba leo Profesa Dr. Paul akawa anatoa maksi, na hapa kutaja alama ya mtu mmoja mmoja, Eva, Jasmine na hawa ndio. Lakini cha ajabu walishangaa, mtihani wa bidada huyu alipata 100 chini ya 100. Wanafunzi wote wakashtuka, huyu mgeni tu amekuja na kwenye test amepiga 100 chini ya 100. Wakajua kabisa huyu mwanafunzi alikuja ni kiboko na moto kote ambali. Bidada akaendelea na sayansi yake, na hapa alikuja na kitabu hiki kwa mwalimu huyu ama profesa huyu kumwambia hakika babangu alikuwa anashughulikia masuala ya kutengenezaji na ngozi ama kutafuta tiba mbadala ya kuziba makovu ambayo yapo katika mwili wa binadamu. Basi daktari huyu akamwambia hakika hamna shida, lakini kwa leo hapa nitashindwa kwa sababu lugha ilikopo humu ni Kichina. Kwa hiyo hebu chukua kitabu chako, tutaangalia tufanye vipi wakati mwingine. Basi profesa akaendelea kufuatilia na akagundua yalikopo humu si mambo ya kawaida. Basi upande huu hapa tunamuona Wei akiwaangalia mashoga watatu, Jasmine, Eva pamoja na Angela. Basi alipofika hapa, Angela akamtambulisha Wei kwa kina Jasmine pamoja na Eva, na wakawa kitu kimoja na wakatoka mtoko wa usiku ili madi kwenda kupata chochote kitu. Kwa upande wa Wei ilikuwa ni furaha kwa sababu amepata mashoga wapya, lakini Angela akajisikia kama aibu ama roho mbaya na kumtonya huyu Eva na kuanza kuondoka, lakini Jasmine hakutaka kufuata ujinga wa kina Eva na yeye akabaki naye huyu binti na kupiga story. Basi Wei moja kwa moja baada ya kumaliza kula alichukua chakula kidogo na kumpelekea bwana mkubwa John na kumwambia bwana, nashukuru sana kwa kuwa ulinielekeza chuo kiko sehemu gani, na mimi nakulipa hiki chakula na nitakusaidia nitapofanikiwa kujua kutengeneza hizo ngozi. Basi Dr. Paul akamwambia nitaambatana na wewe kujua hii dawa na nitashirikiana vizuri na maabara utaitumia muda wowote utakao. Basi karibu. Basi kweli wakaanza kufanya majaribio na wakaendelea kupambana kutengeneza serum ambayo itatoa makovu na kurudisha uso wa mwanadamu kuwa sawa, huku ibada ya kumwomba babake ikiendelea. Na dada hakukata tamaa, lakini leo walishindwa kujua ni silamu hipi na ipi ukichanganya alau ngozi inaweza ikajifunga, na dada akaendelea kuumiza kichwa. Lakini uzuri wake alikuja Jasmine hapa na kuulizia, jamani, mna hata kidogo ngozi vya panya, maana kuna swala nataka nikamalizie kuliunganisha. Akawapa idea na Jasmine akaondoka moja kwa moja pamoja na Wei, wakawa marafiki wazuri. Na leo Jasmine anamwambia Wei, huna haja ya kuvaa scarf shingoni kwa kuwa una muonekano mzuri, na kumtoa ile scarf. Nani Wei kwa uoga hakuamini, na hapa anamwambia hakika nakupa zawadi
ajili ya ua ili hapa, kwa sababu ua ili hapa lina mambo mengi. Na kweli dada kuliangalia ili ua likamkumbusha mbali na kupata idea moja kwa moja na jinsi ya kuunganisha na kulitafuta lile ua ambalo aliliwahi kulichora miaka 16 nyuma. Basi akiwa anaendelea kufanya majaribio, na huku akasikia profesa anakula mzigo, na alikuwa anakula mzigo ni yule Eva. Kumbe Eva ni mtu wake na profesa. Kwa hiyo wakawa wanamchungulia Wei akiwa anaendelea kuunganisha, lakini hapa Wei anajikuta amefanikiwa, na hata alipojichenja katika paja lake, alipochoma ile sindano, ngozi yake ilijiunganisha yenyewe. Profesa amini anachokiona, hata dada amini. Profesa ilibidi aende na kujifanya kama alikuwa na mambo mengine anafuatilia, na dada huyu taratibu kwa ulomba yake akachukua kamera, yani kama Wei ana mahusiano na Profesa Paul. Basi Eva kwa ubaya wake, lakini upande wa hapa Profesa Paul alipiga picha yale maneno na kumtumia mshikaji wake amwangalizie yana maana gani. Na upande wa hapa Angela anapata ile video, anaulizwa na Eva, ndugu yako ananifanyia kitu gani? Eva na Angela wakapanga meeting waonane, na moja kwa moja bidada kushuka ndani ya ndinga anamwambia, hakika ndugu yako ni mshamba sana, iweje anamchukua bwana wangu na ingalikuwa anajua kama mimi natoka Profesa. Angel kutokana huyu ni shoga wake wa muda mwingi hakupendezewa na akakasirika, na bidada aliporudi nyumbani hana moja wala mbili, anakuta hapa maneno makali yanamtoka Angela binamu yake, na hata sehemu ya ibada ya mjomba wake alishaiharibu na kuendelea kumnyanyasa. Hizo Angela hakusikiliza la mwazini wala la mkimuswala, akamvamia Wei na moja kwa moja akaanza kumkaba Wei. Akapiga kelele, lakini kelele hizi hazikusaidia. Ona ya nini tena jamani? Akachukua kistiki ambacho kiko pembeni akamtushwa nacho kwenye jicho mwenzake Angela, na moja kwa moja Angela akakata moto, yani akapoteza maisha. Wei akamwamsha kwa fadhaa, kwa kuogopa kesi, lakini akaona isiwe shida, dada amka. Dada amke, akamvuta moja kwa moja bwana, na kwenda kukata ngozi yake kidogo na kutoa ngozi yote ya dada yake Angela, na kuchukua ile ngozi kujaribu kuweka usoni mwake, na kweli dawa ikafanya kazi. Yani ile ua liko lina nguvu ya ajabu ya kuunganisha ngozi na ngozi, na hapa akawa na muonekano wote wa Angela. Wei amebadilika sasa hivi na kuwa kama Angela, na hata shangazi yake alipomuona hakumjua kama huyu ni Wei, na akajua ni mtoto wake Angela. Wei katika muonekano wa Angela, asubuhi yake ilipofika shuleni balaa tupu, kwa sababu anatafuta pozi na mwendo kama wa Angela, na hapa akawakuta mashoga zake Jasmine pamoja na Eva, wakaanza kupiga stori na wakaendelea kuongea kama walivyokuwa mashoga. Lakini punde sio punde tu, na ake na Angela anakuja, na Wei akachukua nafasi hiyo kwa sababu yeye ndo amevaa sura ya Angela. Basi wakatoka mtoko, na jamaa akatamani kupeleka moto. So unajua tunako pembezoni mwa mji na vijana wanabidi wajiachie kwenye kuromantika kulanana na ulimi bwana, ngozi ndio kagandia katika mkono wa mchizi, na mchizi anakuja kuona sura halisi. Kwa hiyo anaogopa na taharuki kamjana, mwisho siku akadondoka katika poromoko kubwa. Hapa Wei anajikuta amepoteza maisha ya kijana ambaye hakutegemea. Alirudi nyumbani na kumwaga makaratasi yote ya baba yake, na hata kuchukua silamu kidogo na kumpigia shoga yake mwingine ambao ni Eva. Hapa alijipamba vizuri, akamwambia Eva, njoo nyumbani mara moja, kuna issue hapa inabidi tuifanye ama uje kunisaidia. Umeelewa? Dada huyu alifanya hivi kwa akili yake na nia yake, na huko profesa na yeye akaendelea kuangalia mkakati wa kupata hiyo dawa ya kuunganisha hii silamu ili mradi alao ngozi kae. Kweli bidada Eva alikuja moja kwa moja na alimkuta Wei tayari amejiweka katika muundo wake ama siri yake nzuri. Lakini kwenye kupiga story hapa, dada anakuja kugundua kama huyu sio Angela bali ni Wei. Sasa kwa nini Wei ana sura ya Angela? Lakini anakuja kugundua, anajikuta anaondoka, na dada hapa akaanza kumshambulia. Anajikuta Eva anaingia katika swimming pool ambalo lilikuwa nje hapa, lakini bidada amekuwa mkatili sasa hivi. Alikamata kichwa cha huyu na drill moja kwa moja alikitenganisha, na baada ya kumaliza kukitenganisha hiki kichwa, akachukua tena sura moja kwa moja ya huyu dada Eva. Ametoka katika sura ya Angel, sasa hivi amejifanya yeye Eva. Hapa anaambiwa bwana maskalo wamekuja hapa, wamekuta maiti ya bwana yake na Angela imekufa, na Angela yenyewe hajulikani sasa hivi yuko wapi. Basi bidada huyu
akiwa amekuja huku moja kwa moja na ameunganisha maiti yake, na hata alipotafutwa Eva hakuonekana, na anampigia simu nyingine, bali ni huyu bwana wake. Alikuta picha nyingi. Basi dada huyu kwa kuwa yeye sasa hivi ndo amekamata simu ya Eva na anaendelea kukaa nayo yeye kama Eva, na hata profesa alionekana kama anatembea na wanafunzi, mwisho wa siku alifukuzwa shuleni. Na hapa Wei alikuja katika sura ya Eva na moja kwa moja amekuja kwa profesa, na leo profesa amekamata kingozi kile cha panya na kukiunganisha, na kingozi hiki kilifanikiwa kujiunga. Kwa hiyo amepata jibu kamili, na ampigia moja kwa moja demu wake Eva aje ashuhudie namna gani ameweza kuunganisha hii serum. Basi Wei amevaa katika sura ya Eva na ameenda moja kwa moja kwa huyu mzee, ama ameenda moja kwa moja kwa huyu profesa na kuchukua nafasi ya nani? Ya Eva. Lakini hapa Wei anakuta baadhi ya ile serum na kuchukua na wazi, kwa sababu ile sura alitaka kama kuona kama anataka kutoka tena ile ngozi aliyoiweka, kwa sababu zinakaa kwa muda. Na hapa akaaga, bwana mimi kichwa kinaniuma. Lakini profesa anakuja kushtukia ile dawa aliyoitengeneza imeshaondoka, na akagundua kama huyu dada hakuwa ni nani, hakuwa ni Eva, bali alikuwa ni Wei. Lakini anachoshukuru amepata kitabu anacho, anajua ataendelea tu kufanya ile swala lake ambalo yeye amelifanya. Dada amekuja huko ametoa kisura moja kwa moja ya huyu Eva, na hapa anakuja anatembea Jasmine, na Jasmine yeye alikuwa ajali, alimkumbatia tu, anamwambia sasa hao mashoga zetu wako wapi? Hapa amebaki, anamwambia nywele zako umezeka vizuri, lakini amebaki kwa Wei kama Wei. Na anapotaka kuchukua maji katika friji anakuta kichwa cha Eva. Dada anaanza kupiga kelele, lakini dada anaona siri yangu isitoke, na anajikuta anamuua tena Jasmine kwa kuchukua plastiki ambalo lilimziba hewa na pumzi, na mwisho wa siku anajikuta anamuondoa. Hata profesa alipokuja hapo anamkuta dada Wei amekaa, na dada huyu anaulizwa, bwana Jasmine na Eva na Angela wako wapi? Na maana wewe umejua asili na kutoa ngozi na kuzeka katika mwili wako na ngozi hizi kukaa kama safi na salama. Anamwambia uko ndani ya friji huko. Mchizi profesa alivyoambiwa hivyo hajaamini. Taratibu anaanza kusogelea. Anamwambia kweli unaniambia hapo kwenye friji? Anamwambia fungua friji, na kweli anakuta kichwa cha mpenzi wake ama vichwa vya watu wote watatu viko huko. Dada anachukua sindano na mchoma nayo moja kwa moja profesa, na profesa anadondoka chini na kuchukua dawa ile serum kama ambao babake alishindwa kufanya, ama ile dawa ilivyomkataa kipindi kile na kufanya mdomo ufunge, na leo anamchoma profesa moja kwa moja na mdomo wa profesa unafunga. Profesa anamwambia Kika, usinitendee hivyo tafadhali, nitoe, nitakuwa na ngozi nyingi. Anamwambia Kika, wewe usibengilia ujuzi ama ugunduzi wa marehemu babangu, na hii fani ni ya kwangu mimi na babangu, wewe ni nani fani uwe nayo? Basi dada huyu anakuwa mnyama, lakini mama mwenye nyumba anasikia hizi kelele, anakuja hapa anakuta kudada anafanya mauaji, inabidi atoke haraka. Na bidada kutaka kutunza siri yake alitoka nje na moja kwa moja kuanza kukimbia kwa mguu, lakini mwanamama yule alishapiga simu polisi. Gari ya polisi ikaanza kumkimbiza. Dada alikimbia mpaka chini huko na kumkuta yule ombaomba wake na kumwambia, bwana John, hemu niomba nihifadhi katika koti lako nisionekane na hawa polisi wasije kunikamata. Basi kutokana na kile kidonda na ile dawa alizoziunganisha, alipojilala katika mwili wa jamaa, na kutokana na jamaa alikuwa na vidonda, alijikuta ngozi ile inakamatana na ngozi ya John, na mwisho siku kuwa mwili mmoja. Siku na miaka ikapita, na mwanamama huku shangazi mtu akiwa na majonzi mengi kwa sababu watoto wake wote hawaoni. Hata Eva na Emily pamoja na nani na Angel mili yao ikaonekana, na hata daktari naye mwili wake ulionekana, lakini hali yake ilikuwa iko mbaya sana. Na mwanamama hapa alijua huyu ni mwanae, akaanza kumuita wewe, lakini alipomwangalia hakuwa mwanae tena, na mama akajikuta kama ni mambo tu. Na mama kupita hapa anakuta ombaomba huyu amekaa, lakini ombaomba huyu sura yake ni mbaya sana. Lakini huyu ombaomba ana macho manne, ana macho mawili ya bidada na ana macho moja lililopasuka na lingine ambalo linaona. Mama kwa hofu akaogopa, huyu ndio mwanae Wei. Oya wanangu wa Tam TV Recap, kama ni mara kwa kwanza kujiunga nami, usisahau kunifollow, usisahau kusubscribe. Chao.